Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Mgeni rasmi, walioko mbele yako ni wataalamu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo hii ni familia moja ambayo ni familia ya idara ya kilimo, mifugo na uvuvi, kwa maana ya wataalamu. Tuko pamoja, tuna umoja wetu. Kupitia umoja wetu huo imetupasa leo tukusanyike kwa pamoja tukiwa na lengo la kumshukuru Mungu kwa matukio tuliyopitia kwa mwaka mzima huu 2023 2024. Ndani miongoni mwetu humu tumepata misiba ya wazazi, ndugu, jamaa na marafiki, lakini ndani yetu sisi humu tumeugua. Tunaye mtaalamu mwenzetu kwa alivunjika miguu yote, lakini leo hii Mungu amemwezesha, ameweza kufanya nini? Kutembea, na amerudi, yuko kazini. Lakini mimi ninayeongea hapa na mimi nimeponea tu kwa kudra ya Mwenyezi Mungu, ndio maana niko hapa. Kwa hiyo tumeona tutumie tu nafasi hii kutenda angalau kidogo, kutoa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa huruma na neema alizotupa. Lakini katika kutoa, ukisoma Matendo ya Mitume, ni somo linalotufundisha kwamba kulikuwa na mama mmoja alikuwa mtoaji sana. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa sura ya 9:37 hadi 41, yule mama kutokana na utoaji wake, siku alipokufa, akina mama wajane walilia sana, na baada ya kulia wakamuomba, akaja Petro. Katika kumuomba Petro wakalia sana kwa ajili ya kile alichokuwa akikifanya. Walipolia ndio ikamlazimisha sasa kwa Petro kwenda kupiga magoti na kuomba. Mwisho wa siku yule mama akaweza kufufuliwa. Kwa hiyo kilichofanya akaweza kufufuliwa ni yale matendo ya huruma aliyokuwa anayafanya kwa wale mama wajane aliyokuwa anawahudumia. Kwa hiyo sisi kama familia ya wataalamu wa kilimo, mifugo na uvuvi, tumeona leo ni sehemu pekee ya kufanya matendo. Hili ni tukio letu la kwanza, lakini tukimaliza hapa tutaenda eneo la pili kwa ajili ya kutoa kile ambacho tulichonacho, kwa maana ya malimbuko ya mazao ya mikono yetu. Kwa hiyo ni kuombe sasa kwa fursa hii, kwa niaba ya mkuu wa wilaya, utatuongoza kwenye zoezi hilo. Hapa hivi tumeandaa, sisi ni wakulima, kwa hiyo tuna chakula cha kuweza kuwagawia ambacho ndio marumbuko au kazi ambazo tunazisimamia ndani ya wilaya hii, ili tuweze kuwagawia na kuwasalimia wagonjwa. Kiongozi hapa hapa. Mamangu naomba sisi tufanye kabisa kwanza. Na maana kila kitanda viwili. Kabisa tu hapa. Sabuni. Haya tunashukuru sana. Nashukuru sana. Hongera sana kwa kutuletea Mama Samia. Asante sana. Sada hii ni kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Ametutuma tuje tuwape sapoti wagonjwa wetu kama ishara ya kuonesha kabisa kwamba Mheshimiwa Rais yu pamoja na huruma yake inafika kwa wagonjwa wetu. Kwa hiyo tulianzia kule kwenye wodi ya wazazi kule, tumeshamaliza kule, tumeona tuje tuwaone hawa wagonjwa wetu 9. Kwa hiyo tunaomba sasa tupite kule, kila pita kwenye mgonjwa tuache hii zawadi ili tuwapatie wagonjwa wetu kama faraja ya upendo wa Mheshimiwa Rais wetu. ambaye ni mwakilishi wa mkuu wetu wa wilaya,
lakini pia Mheshimiwa Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Sengerema, wawakilishi wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi, lakini pia watumishi wa kituo cha afya Sengerema, wagonjwa na wananchi, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Sengerema pamoja na idara ya afya, uongozi wa kituo cha afya Sengerema, wafanyakazi pamoja na wagonjwa waliolazwa, tunayo furaha kubwa kuwasilisha shukrani zetu za dhati kwa ajili ya ziara yenu ya matendo ya huruma na msaada mliotoa kwa wagonjwa wetu. Ziara hii imekuwa ya kipekee na yenye kugusa mioyo yetu kwa namna ya pekee. Mmeonyesha moyo wa kujali, kujitolea na mapenzi ya dhati kwa kuwafariji wagonjwa wetu ambao wamelazwa kupitia mazungumzo ya faraja, sara na zaidi ya yote msaada wa vitu mbalimbali mliotoa kwa ajili yao. Hatuchukulii hatua hii kama jambo la kawaida. Tunatambua kuwa mliamua kwa hiari yenu, kwa moyo wa huruma na utu, kutenga muda na rasilimali zenu ili kufikia hapa na kuwa pamoja na walioko katika mazingira ya kuhitaji msaada wa kimwili na kiroho. Kwa kweli mmeonyesha upendo wa kweli kwa vitendo. Msaada mliotoa utasaidia sana katika kuboresha hali ya maisha ya wagonjwa wetu waliolazwa, na umeongeza matumaini na furaha kwa wengi ambao walikuwa na nyuso za huzuni. Maneno yenu ya faraja yameleta tabasamu na zawadi zenu zimeleta tumaini kwao. Tunaombea baraka tele kutoka Mwenyezi Mungu, azidi kuwajalia afya njema, mafanikio katika shughuli zenu na moyo huo wa upendo kwa wengine katika jamii. Tutaendelea kuwaenzi kwa kuendelea na kudumisha mahusiano mazuri ya ushirikiano kwa ajili ya ustawi wa wagonjwa na jamii kwa ujumla. Kwa mara nyingine tena nasema asanteni sana kwa ujio wenu na kwa kila mlilofanya. Mungu awalipe sawa sawa na moyo wenu wa huruma. Asanteni sana kwa tendo mlilofanya. Kwanza awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amependa kutupa kibali hiki cha kukutana leo na kufanya jambo hili la kihistoria ambalo kwetu hakuna hata mmoja aliyewahi kufikiri kwamba tutafanya jambo kama hili. Hili jambo ni jambo kubwa sana. Ni jambo kubwa sana ambalo limefanyika. Lakini pia ni jambo la kiuzalendo sana. Na ni jambo ambalo linataka imani ya Mungu sana itawale nafsi zetu. Kwa sababu katika mitihani ambayo wengi tunashindwa ni mtihani wa kutoa. Tunashinda sana mtihani wa kupokea, lakini tunashindwa mtihani wa kutoa. Na hata ukitizama vitabu vitakatifu vimesema tutoe katika vile tunavyovipenda. Utoe katika kile unachokipenda. Lakini sisi kwetu imekuwa mara nyingi hatufanyi hivyo. Lakini kwa leo hii sadaka ambayo tumeitoa kwa wagonjwa wetu, kwa mama zetu ambao wametuletea wenzetu wengine, ni sadaka ambayo haitafutika milele. Lakini hata maombi ambayo tumewaombea wenzetu ni maombi ambayo yatakaa milele, hayatafutika. Kwa sababu tulianza kwa maombi, kwa dua, na hata Mwenyezi Mungu alichotuelekeza ni kuombeana dua, ni kutakiana kheri katika maisha, na ndio tulichokifanya.
Kwa hiyo tulichofanya hapa ni moja ya ibada ambazo Mungu ametuelekeza tuzifanye. Leo tumetekeleza wajibu wetu kwa vitendo. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, kwa sababu wewe ndio mwenye shughuli yako, wewe ndio msemaji leo, wote hapa tupo kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Mimi binafsi ni kushukuru. Lakini pia niseme kitu. Ndugu mgeni rasmi, haya unayoyaona leo yamefanyika ni kutokana na mshikamano mzuri wa idara hii, idara ya kilimo, uvuvi na mifugo, ambayo imeamua kujiorganize kutekeleza kazi zake kwa vitendo. Leo hii tumeletea chakula watu wetu hapa. Chakula ambacho kinatokana na juhudi za wananchi wetu kwa mwongozo wa idara ya kilimo na usimamizi wake, kiongozi wetu ambaye ni mkuu wa idara pamoja na watu wake. Unganiko hili leo hii tumekuja kutekeleza hiki ambacho tumekitekeleza kwa niaba ya mkuu wetu wa wilaya, lakini vile vile mkuu wa wilaya kwa niaba ya mkuu wa mkoa, na mkuu wa mkoa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo ndio maana hata tulivyofika kule nilitamka maneno, tumekuja hapa kwa kuelekezwa na Mheshimiwa Rais kuwafikishia hawa wenzetu hiki ambacho Mheshimiwa Rais ameona tukifikishe kwenu. Kwa hiyo mimi nitaka niseme hicho, kwamba hili unganiko limeonesha jinsi gani limetekeleza majukumu yake mpaka kuwafikia hawa wenzetu ambao leo tumewapa hiki tulichokibeba. Ni ukweli usiofichika, sisi wote ni wagonjwa kama wenzetu ambao tumewapelekea leo. Kama leo mimi sijawekwa pale, lakini sina muda, siwezi kusema ni kesho au ni leo, naweza nikawa niko pale na mimi nahitaji kupewa msaada. Kwa hiyo Mungu amesema sina ushahidi kama ni andiko la Biblia, lakini tunatumia lugha moja inasema mambo mengi malipo tunaanza kulipwa hapa duniani. Hiki tunachokifanya hata sisi utakuta tutaanza kulipwa humu malipo haya. Kwa hiyo swala hili Mheshimiwa mgeni rasmi, kwako wewe ni kafara ndani ya maisha yako, na sisi kwetu ni kafara ndani ya maisha yetu. Kwa sababu utalipwa mema kwa yale mema ulioyatanguliza. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, swala hili kwetu ni endelevu, maana halijaanza leo. Hata mwaka jana tulifanya, na pia mwakani tunanuilia kulifanya, na kila mwaka tunazidi kulipandisha. Lengo ni kwamba na wengine ambao hawafanyi wafanye. Sisi kwetu imeshakuwa ni utamaduni, lakini kwa wengine itakuwa ni sehemu ya kujifunza na wao wafanye. Tendo hili la huruma linafanya, kama nilivyosema, kuwa ni kafara. Linafanya mioyo yetu iwe pia ni mioyo ya kuhofu, ya kuwa na hofu ya Mungu. Kwa sababu tendo hili tulilolifanya linataka hofu kubwa ya Mungu. Kuoneana huruma ni sifa moja ya
ya Mungu, kwamba Mungu kwanza, Mungu anatuonea huruma na sisi wenyewe pia tujionee huruma. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, nimeambiwa niseme. Sasa sijui nimeambiwa niendelee kusema nikukaribishe, sijui niseme nani, lakini mimi nimeambiwa niseme, nimesema niliyoyasema. Nafikiri trend ya wachungaji pamoja na waumini wao na mashehe pamoja na waumini wao. Karibu sana. Ndugu Binuru Shekidere, mkurugenzi mtendaji halmashauri ya Sengerema, Mwita, mkuu wa division ya kilimo uvuvi. Madamu hapa jina sijakalili vizuri, ila ni mkuu wa division ya elimu msingi na mwakilishi wa DMO. Na wataalamu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza binafsi mimi napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu, mimi kama mimi binafsi, kwa kupata nafasi ya kushiriki na kusanyiko hili ambalo binafsi naamini ni kusanyiko la watakatifu wa Mungu, kwa maana ya matendo tulienda kuyafanya. Ni kwangu binafsi ni mara chache linamguswa peke yake, kwa namna ambavyo watumishi wa hii division mlivyokaa mkaorganize, mkafikiria namna ya kuwafikia watu kwa namna hii. Zipo namna nyingi. Nimewahi kushiriki nanyi kwenye tukio lingine ambalo binafsi lilikuwa ni la kufurahia, lakini kwenye hili linaenda kugusa maisha ya watu moja kwa moja. Ndio maana nikaona niite nyinyi ni kusanyiko takatifu la Mungu. Tunasimama kwenye majukwaa kwa namna mbalimbali, tukiwa kule vijijini au kwenye mambo mengine, siasa inakuwa ni nyingi zaidi, lakini unapokaa katika kusanyiko takatifu kama hivi, matendo ni ya huruma, linakutafakarisha wewe mwenyewe kwenye maisha yako duniani na namna ambavyo unaisogelea mbingu yako. Nimekuwa nikitafakari kidogo. Unajua matendo ya huruma chimbuko lake inaonekana kwa Mungu Mwenyezi moja kwa moja. Ukisoma ile Mwanzo sura ya 3 kwa wale waumini wa Kristo, unaona ambavyo mwanadamu alianza kuingia kwenye shida. Nyoka akawa mwerevu, akaanza kuongea na Adam na Eva, mwisho wa siku wanadamu tukaingia kwenye shida. Lakini ukienda mwisho kabisa ule mstari wa 26, Mungu alichoamua ni kumfukuza mwanadamu kwenye nini? Kwenye bustani. Baada ya kumfukuza, Mungu akuishia pale pale. Wakristo wanaamini akaandaa mpango wa nini? Wa ukombozi. Huruma ya Mungu inaanza kuonekana tu mwanzoni mwa kitabu cha nini? Cha Mwanzo. Ukija huku kwenye New Testament, Agano Jipya, watanikumbusha wenzangu, Mungu akasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa nani? Mwanae. Matendo ya huruma inaonekana kwa misingi ya imani tunayofanyaje? Tunayofundishwa. Hawa wenzetu mlioona tuwaone leo watakuwa wana waombea pale mlipotoa, mlipowagusa. Na kwa kadiri ya maombi yao Mwenyezi Mungu atazidi na sisi kufanyaje? Kutubariki. Kama mnavyojua, kwanza ni watake radhi, ili tukio kwa ratiba ilibidi lianze mapema. Na kwa ratiba zilivyokuwa, alikuwa ni mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenyewe awe pamoja nasi ili tuweze kuona wagonjwa wetu. Majukumu ya kiserikali ni mengi yameingiliana, lakini na hili nalo matendo ya huruma ni jema. Ameona tumwakilishe, tulifanye. Na kama ambavyo mkurugenzi amesisitiza, hao wakilishi wa mteule Mheshimiwa Rais wanavyokuwa tunawakilisha, ni moja kwa moja tunakuwa tunamwakilisha Mheshimiwa Rais, ambaye nafikiri hata nyinyi mtajua tu baada ya hii Pasaka mmeona amegusa watu wengi kwa namna ambavyo ameweza. Tunamshukuru kwa hilo. Katika wilaya yetu ya Sengerema, mkono wa Pasaka na waahidi tuliuona wa Mheshimiwa Rais. Tuliweza kufika kwenye vituo vya watoto yatima pale bustani kwa wale watoto walio mazingira ya pale. Mungu akawabariki kwa namna ambavyo aliweza. La mwisho tu kwa idara, mimi niwaombee kwa Mwenyezi Mungu. Mshikamano mlionao unafundisha kwa section zingine za kwetu, naweza nikawa ni role model au sehemu ya kujifunza. Jambo likifanyika idara ya kilimo linatimia kwa ukamilifu wake na linaonekana kwa macho.
Kwa wengine nao ni somo la kujifunza kwao. Viongozi wengine watakuja watatujoini. Katibu tawala alienda Sima mara moja, kuna jambo alisema tuendelee, kama anaweza akatukuta kule Sengerema itakuwa ni jambo la heri. Na kwa sababu ratiba yetu inaendelea, tunaendelea sehemu nyingine, niombe tu niwashukuruni sana kwa pale. Mimi hapa ni mmoja wa hawa wazazi tulioko humo wodini. Naitwa Mastula Stefano, mkazi wa Kilabela Bomani. Tunatoa shukrani za dhati kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tumekipokea kwa dhati kwa hiki kidogo alichotukitoa kwetu. Sisi kama wakina mama kwa kweli tumefarijika sana na tumeshukuru sana kwa upendo wake wa dhati, kwa moyo wake wa shukrani kwa kujitoa kwetu. Kwani hiki alichokitoa Mwenyezi Mungu atamuongezea alipokitoa. Tunashukuru na viongozi wote waliosimamia jambo hili kwenda sawa. Asanteni kwa kutukumbuka na Mungu awabariki. Hatuna zaidi, hatuna cha kuwalipa bali Mwenyezi Mungu ndiye atawalipeni. Kwa majina naitwa Leminata Kanizio, natokea Mlima wa Jeshini. Nashukuru sana kwa zawadi alizotupa. Naitwa Cecilia Steven, natoka Nadani nitakuja.